Nikusalimu rafiki yangu na nataka nikushauri kwenye masuala ya mapenzi, na hili ni jambo ambalo linawaumiza watu wengi. Leo kuna topic inasema kama sababu za kutaka kurudiana na ex wako, labda ni mpenzi ambaye mliachana au mchumba ambaye mliachana. Kama ni sababu hizi, usidhubutu kumrudisha, maana utaangamia, utateseka na utajitenga na Mungu kabisa. Cha kwanza, unamrudisha kwa ajili ya zinaa tu, sio kwa ajili ya ndoa. Hicho ni kitu ambacho ni hatari. Lakini cha pili, unamrudisha kwa sababu ya tamaa ya mwili au tamaa ya vitu, si kwa sababu alikuwa mwema na mwenye huruma kwako. Kuna watu leo wameondoka kwenye maisha yetu, lakini walitufundisha tabia chafu, walitutenga na Mungu. Wengine tulikuwa nao kwenye maisha walikuwa si wema, wana hasira, wanakutosamehe, wanatuumiza, lakini kwa sababu aidha walikuwa wanatuhudumia, au kwa sababu tulikuwa tunapata fedha au vitu fulani, au kwa sababu tuliwazoea wale watu, basi leo tunapambana kuwarudisha. Usifanye hiyo biashara, utarudi kwenye matope. Maandiko yanasema mbwa aliyetapika matapishi ameyarudia, au nguruwe aliyojitoa kwenye matope sasa anarudi kugaragara kwenye matope. Ukifanya hivyo ni sawa unafanya hayo, na ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini cha tatu ni pale ambapo unataka kumrudisha mtu ambaye hataki kukuweka kwenye ndoa. Usifanye hiyo biashara, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini 4, unamrudisha mtu anayetaka kukuzalisha na kukutelekeza. 5 ni kumrudisha mtu asiyeeleweka, hajawahi kukusimulia au kukuambia juu ya masuala ya kutaka kuweka kwenye ndoa, lakini leo unapambana kumrudisha kwa ajili ya matendo machafu. Usifanye hivyo. Au cha 6, unamrudisha kwa sababu ya zinaa. Hiyo ni biashara haramu, na ni Mungu atakuhukumu usipotambua, ukajua, ukafahamu, ukaelewa na kumheshimu Mungu kwenye mwili wako. Kumbuka maandiko yanasema anayejiunga na kahaba ni mwili mmoja na kahaba, anayejiunga na Bwana ni roho moja pamoja na Bwana. Soma Wakorintho wa kwanza 6:14 mpaka 18. Kwa hiyo jifunze, jielewe, jitambue. Dhambi yoyote anayoitenda mwanadamu iliyo kinyume na Mungu ni kufungua milango ya mapepo na mashetani kwenye maisha. Rudi kwenye misingi, zingatia sauti ya Mungu. Unapompata mchumba, jitahidi kumuuliza Mungu, na Mungu akikuonya usichukue hatua. Mungu anapokuzuia kitu usilazimishe. Kama amekuonya juu ya mchumba fulani, mtenge kwenye maisha yako. Kama amekuonya juu ya ex wako, mtenge kwenye maisha yako. Yule ambaye Mungu amekuruhusu atakuletea ndoto na atakuonesha muunganiko, na ukizingatia hayo utagundua kwamba kuna uhusiano na muunganiko. Mungu atakuonya juu ya makahaba wa kiroho na wa kimwili. Kuzingatia ndoto na kujua na kuelewa, kama hutaki kuja kuangamia na kukosa mwelekeo hapa duniani. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.